Mshauri wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ametahadharisha leo kwamba jaribio lolote la Marekani kufunga mlango bahari wa Hormuz litakuwa kosa kubwa la kimkakati na litasababisha vita mpya kwa Washington. Akiitikia vitisho vya hivi karibuni kutoka utawala wa Trump, Mokbar amesema hali ya rais wa Marekani kwa sasa ni machafuko. Wazo la kufunga mlango bahari wa Hormuz halitatoa matokeo yoyote, badala yake litasababisha mshangao mwingine, kufunguliwa kwa vita mpya dhidi ya utawala wa Marekani na shinikizo zaidi la kiuchumi katika eneo hilo duniani na washirika wao wenyewe. Akimwita rais wa Marekani kama mtu mshindwa, Mokbar alihitimisha kwamba utawala huo sasa unalazimika kuchagua kati ya kukubali kushindwa au kuvumilia. Maoni haya yanaonyesha utawala wa Tehran kujibu ikiwa kutakuwa na kuongezeka kwa mvutano baharini katika njia muhimu ya mafuta ulimwenguni. Mkuu wa shirika la ujasusi la Israel Mossad, David Barnea, amesema operesheni nchini Iran zitaendelea hadi uongozi wa nchi hiyo utakapobadilishwa. Akihutubia katika sherehe ya kukumbuka mauaji ya Holocaust, Barnea alisema shirika hilo lilifanya operesheni katikati ya Tehran wakati wa kampeni ya hivi karibuni ya Marekani na Israeli. Tulileta taarifa sahihi kwa jeshi la anga na tukapiga makombora yaliyotishia Israeli, alisema katika mazungumzo hayo. Lakini misheni yetu bado haijakamilika, aliongeza, akisema operesheni zitaendelea baada ya mashambulizi hayo. Barnea alisema jukumu la Mossad litaisha tu wakati utawala huu wenye msimamo mkali utakapobadilishwa, na kuongeza kwamba Israeli haitasimama tu mbele ya kile alichokiita tisho la Iran. Kiongozi wa Hezbollah Naim Qassem ametaka Lebanon ijitoe katika mazungumzo yaliyopangwa na Israel, akiyasema ni yasiyo na matunda. Katika hotuba yake ya televisheni siku ya Jumatatu Aprili 13, 2026, kiongozi huyo wa Hezbollah Qassem alisema, tunakataa mazungumzo na taifa la Israel lililochukua ardhi yetu. Tunataka msimamo wa kihistoria na wa kishujaa kwa kughairi mkutano huu wa mazungumzo. Alisema mazungumzo haya yanahitaji makubaliano ya kitaifa na kuilaumu serikali ya Lebanon kuwa chombo cha Israel. Qassem alisisitiza kwamba hatutasalimu amri, tutabaki uwanjani hadi pumzi yetu ya mwisho. Aliongeza kwamba Hezbollah imejenga upya na itateka na kushambulia askari wa Israel ikiwa fursa hiyo itatokea. Mkutano kati ya ubalozi wa Lebanon na Israel unatarajiwa kufanyika Washington Jumanne Aprili 14 kujadili mazungumzo ya moja kwa moja kati ya nchi hizo mbili.